Maagizo ya serikali pamoja na chama, sio fedha hizi zikae kwenye akaunti, tukusanye kama halmashauri, tutenge, then ziende kwenye vikundi vile vikafanya kazi ya uzalishaji. Serikali kupitia mfumo wa kawaida wa ajira hawezi kuwa toshelevu kwa ajili wa Tanzania wote. Ndio maana serikali inatengeneza madirisha mbalimbali ya kuwezesha wananchi kuweza kupata hizo fursa kupitia mikopo isiyokuwa na riba. Tumeelewana na vikundi? Leo hii mtapata mkopo, lakini turudi kule kijijini, basi tuhamasishane na vikundi vingine vipate. Tutakapokuja kukaa robo nyingine, kama tumetenga bilioni 600, basi zote bilioni 600 ziweze kukopeshwa na wananchi wetu waweze kunufaika. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na hilo, kama alivyotoa maelezo mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii pamoja na ugawaji wa kundi leo, mheshimiwa mwenyekiti, imekuwa ni utaratibu wetu kuendelea kuboresha idara ya maendeleo ya jamii, hasa watumishi wa ngazi ya kata. Mwaka jana tuligawa laptop, wakawa wamebakia maafisa maendeleo ya jamii wachache ambao hawajapata, na safari tumenunua, na leo utaweza kuwagawia hao maafisa maendeleo ya jamii kupata vitendea kazi. Naomba tupige makofi. Lakini pia hajaishia hapo, mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweka utaratibu wa kuwezesha posho hao maafisa maendeleo ya jamii fedha ya ufuatiliaji, kuweka mafuta kwenye pikipiki, service ya pikipiki na posho kidogo, ili waweze kufuatilia hivi vikundi. Kwa hiyo niseme tu kwenye hili sasa mnapaswa kuwajibika. Tumeelewana maafisa maendeleo tunataka tuone matokeo. Sisi tunawekeza kwenu, tunataka tuone matokeo. Kila afisa maendeleo ya jamii hakikishe ana database ya vikundi vyake, asajili vikundi, tuvilee vile vikundi, tuvitembelee vikundi, tuwawezeshe kukamilisha zile nyaraka, kwa sababu tunafahamu wananchi wetu uelewa baadhi yao ni huko kidogo. Sisi ni wasomi, tumesoma, tukae nao tujue. Nikija pale kwenye kata, mkuu wa wilaya akija kwenye kata, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri akija kwenye kata, unajua ABCD ya vikundi vyako vyote. Tumeelewana maafisa maendeleo ya jamii? Tufanye kazi. Kwa hiyo niombe sana, mimi ofisi yangu pamoja na afisa tunaendelea kuboresha kila leo, na tunafanya hivi kwa sababu tunataka nyinyi tuwawezeshe muende mkafanye hizo kazi. Wilaya yetu ni wilaya ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi. Tunazo fursa nyingi. Kwa hiyo tukiwaandaa vyema wananchi wetu, kwa maana vile vikundi, wataweza kupata hizo fursa, watazitumia vizuri na watajengeka kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeamua niyaseme haya kwa sababu tunazo fedha milioni 200 kwenye akaunti ambazo hazitakopeshwa leo. Lakini sisi halmashauri tumetekeleza wajibu wa kutenga 10% kupeleka kwenye mfuko husika. Na imani, na ndio maana leo mheshimiwa mgeni rasmi, kawaida tulikuwa tunaita vikundi tu, lakini tukasema hapana, tuyaite na wahusika, maafisa maendeleo ya jamii wasikie kutoka sisi kwetu sisi viongozi, ili tukitoka hapa twende tukatekeleze. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, nikushukuru tena kwa wakati nafasi nyingine kwa namna ambavyo unatusimamia hasa kwenye eneo hili la mikopo. Na bahati nzuri nilitoa agizo mara mwisho tulipokutana juu ya kuwezesha vikundi vile vya ufugaji wa samaki kule chini ziwani. Nitoe tu taarifa kwamba ule mradi unaendelea vizuri na wale samaki wanaendelea vizuri, na tunatarajia sasa wataweza kuvuna kwa mara ya kwanza na watauza, na tutaendelea kufanya hivyo kwa utaratibu kuhakikisha kwamba tunawezesha vikundi vingine hasa ule ukanda wa Ziwa Nyasa waweze kufanya ufugaji kwa njia ya vizimba na uwe ufugaji mwenye